na tangu kuapishwa kwake tunasema tupo kwenye kipindi cha siku 100 ambazo kwa upande wa Wizara ya Elimu tumeona kwenye siku 100 hizi tuanze utekelezaji wa ahadi zake pamoja na kukabidhi maeneo ya ujenzi wa skuli za ghorofa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zake alizozitoa wakati wa kampeni. Kwa hiyo ndugu zangu, mtaalamu ametuambia pale kwamba ujenzi wa skuli hii umehusisha teknolojia ya vyuma. Kwa hiyo ujenzi utakapokamilika mtaona, na mfano wake ndo kama ule pale tutakapoenda kukabidhiana pale, kuna picha mfano wa hiyo skuli ndio utakuwa kama vile. Lakini yote haya ni kwa ajili ya kuleta maendeleo pamoja na kupunguza msongamano wa watoto wetu kwenye vyumba vya madarasa. Lakini kama mnavyofahamu pia, tukijenga tunategemea au tutegemee na ajira za kuleta walimu. Uongo? Kwa hiyo tunafahamu kwamba kutakuwa kuna ongezeko la mahitaji ya walimu. Kwa hilo niwatoe shaka ndugu zangu, serikali yenu iko makini chini ya uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Tutahakikisha kwamba ujenzi utakapokamilika basi na walimu pia watakuwepo. Kingine ndugu zangu, skuli hii ni mali ya kwenu wenyewe, ni mali ya jamii, ni mali ya umma. Kwa hiyo hatuna budi tuhakikishe kwamba skuli hii mtakuwa mnaisimamia, mnaitunza ili ibaki katika uhalisia wake na ubora wake, iwe safi. Sio tena tushapewa skuli, baada ya muda mfupi tukija kukagua au tunapata kesi hakuna usimamizi mzuri, skuli imechakaa mara moja, vyoo vimeziba, hatutarajii. Au sio ndugu zangu? Serikali imewekeza fedha nyingi ili kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo na sisi tukumbuke kwamba tuna dhima na wajibu wa kuhakikisha tunaisimamia hii skuli ibaki katika ubora wake. Na kwa upande wa ujenzi utakapoanza pia vile vile haiwazuii kufuatilia kuona maendeleo ya mradi unaendeleaje. Je, wakandarasi wanafika katika eneo la kazi? Mnaweza kupita mkakagua, mkauliza, mkaona. Kwa hiyo hayo yote ni kuonesha ushirikiano baina yetu sisi viongozi ambao ndo wasimamizi kwenye sekta hii, kwa kushirikiana na mwenzangu, dada yangu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, dada yangu Lela, ambapo leo tungeambatana naye hapa, lakini kwa dharura na majukumu alionayo ya kitaifa tukaona tugawane ili shughuli iweze kuendelea. Na pia nichukue fursa hii ndugu zangu kuwakumbusha na kuwaasa tuendelee kushikamana, kwa sababu maendeleo haya hayana chama, maendeleo haya hayana mtu mmoja, yote ni kwa manufaa yetu. Hii skuli tutatumia sote bila kujali itikadi, bila kujali ukanda, bila kujali udini, kabila wala rangi. Au sio ndugu zangu? Kwa hiyo kama nilivyosema, hii ni mali ya jamii, mali ya umma. Kila mmoja atakuwa ana wajibu wa kuilinda na kuitunza skuli hii. Na mkandarasi pale amesema mtaletewa skuli hii ya kisasa, itakuwa ina chumba cha kompyuta, kutakuwa kuna maktaba, kutakuwa kuna maabara za kisasa. Sio maabara tu, za kisasa. Tumpigeni makofi Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo miundombinu hii ya kisasa ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi, sasa hatimaye ameenda kutimiza ahadi zake. Kwa hatua za awali tumewaletea wakandarasi
na leo tutafanya makabidhiano rasmi na wenyewe mtashuhudia, na tunatarajia mtawapa ushirikiano kadiri watakavyokuwa wameanza mpaka watakapomaliza. Na mwenyewe ametuahidi kwamba mradi huu kwa mujibu wa makubaliano ni kwa muda wa miezi 12, lakini kwa kujali maslahi mapana ya watoto wetu atazingatia pengine itakamilika kabla ya muda wa masomo. Si ndio Mr. Rock? Yuko hapo? You will complete the project before even the 12 months. Is it okay? Okay. Kwa hiyo ndugu zangu, muwape ushirikiano. Wanafahamu Kiswahili au kidogo kidogo? Sije mkawasema wanafahamu. Kwa hiyo mkitaka kuongea nao mnaweza kuwasiliana nao pia kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili oye. Ndugu zangu, sina mengi kwa leo, naomba niishie hapa. Niwatoe tu wasiwasi, na nimefurahi sana. Mimi na Mheshimiwa Waziri tutazifikisha salamu kwa Mheshimiwa Rais. Tutamwambia kwamba mmepokea mradi huu kwa mikono miwili na mnategemea mpate kwa muda ambao ni sahihi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Asanteni kwa kujitokeza kwa wingi. Anaamini hatutowaangusha. Tutakuja tena siku nyingine, mtupe ushirikiano kama huu au zaidi. Yote kwa yote, tuendeleze kuitunza amani yetu ili na yenyewe itutunze, ituletee maendeleo kwa manufaa yetu na vizazi vyetu. Baada ya kusema hayo, asalamu alaykum.